Agi Muhari, nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi, palipokuwa konde lililojaa midengo. Bwana sifa. Kwa hivyo hapa tunaambiwa juu ya mtu mmoja na jina lake alikuwa anaitwa Shama. Shama ni wale askari waliokuwa wa Daudi, waliokuwa hodari kabisa. Bwana ape sifa. Haleluya. Wametajwa hapo, hata ukitangulia hapo mbele utasikia wengine. Lakini huyu ambaye anayeitwa Shama, Bwana ape sifa. Biblia imesema kwamba wana wa Israeli walikuwa katika bonde ama konde, katika shamba lililokuwa na midengu. Midengu ni dengu. Bwana ape sifa. Midengu iliyotole. Haleluya. Kwa hivyo walikuwa wanafanya nini? Nikisoma hapo chini nilipata kufahamu kwamba walikuwa wameenda kwa sababu ilikuwa mavuno ya hizo dengu. Bwana ape sifa. Ilikuwa mavuno ya dengu. Kwa hivyo wana wa Israeli, kile ninaona walikuwa wanafanya, kama ilikuwa ni mavuno, walikuwa hapo ili wavune dengu, kwa sababu tayari walikuwa wamefanya kazi ya kuzipanda, ya kuzipalilia na mambo yote ambayo yaliyokuwa yanastahili kufanyiwa, walikuwa wamefanyia hilo shamba ya dengu. Bwana ape sifa. Na sasa wakati walipofanyia hiyo shamba kile kitu ambacho walikuwa waifanyie, ikawa sasa ni wakati wa mavuno. Bwana ape sifa. Haleluya. Lakini Biblia inatuambia kitu kimoja. Twende katika mstari wa ngapi? Turudie katika mstari wa 11. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agi Muharari, nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi, palipokuwa konde lililojaa midengu, nao watu wakawakimbia Wafilisti. Bwana ape sifa. Kwa hivyo tunasikia kitu kimoja. Wana wa Israeli walipokuwa wamekusanyika ili wapate vuno la midengu, Bwana ape sifa, kwa sababu ilikuwa wakati wake wa mavuno. Waisraeli walipokuwa hapo, nao kando ile nyingine, Biblia inatuambia Wafilisti nao wakakusanyika. Bwana ape sifa. Unaposikia Mfilisti anatajwa katika Biblia, ni mfano wa siku hizi wa Shetani. Haleluya. Kwa hivyo wakati, kwa sababu alikuwa adui ya wana wa Israeli, na katika nyumba la Bwana, katika ufalme wa Bwana wakati huu, adui ambaye anayekuwa ni adui wetu, ni tunajua ni nani? Ni Ibilisi ama ni Shetani. Haleluya. Kwa hivyo tunaona wakati Mfilisti anapotajwa katika Biblia, tunaona picha ya Shetani. Bwana ape sifa. Kwa hivyo tunaona wakati walipokusanyika, Biblia imetuambia kwamba wakaja, na walipokuja walikuwa na haja gani? Walikuwa na haja ya kuchukua malimbuko hii ya kwanza ya wana wa Israeli waliokuwa wachukue ya midengu ili waende nazo. Bwana ape sifa. Kwa hivyo walikuwa waizi. Haleluya. Na wakati nilipokuwa nasoma, nimeona Shetani ana mbinu moja. Biblia inatuambia kwamba Shetani huja ili aibe, aharibu na aue. Bwana ape sifa. Hiyo ni utatu wa Shetani. Kwa hivyo hapa alikuwa amekuja ili mavuno ambayo wana wa Israeli wamechokea, ambayo wametolea jasho, naye hakutoa jasho huyu Mfilisti ili aje anyakue ili mazao ya midengu ya wana wa Israeli. Bwana ape sifa. Haleluya. Mungu alikuwa ananifahamisha sasa, kumefika wakati ambayo sasa ni kuchora laini kuambia Shetani sasa, koma Shetani katika jina la Yesu. Bwana ape sifa.
kwa sababu shetani yeye ni mwizi. Akiangalia akiona wewe unajaribu kustawi, anakucha, pengine analeta magonjwa, pengine analeta matengano, pengine analeta mambo ambayo ni ya kuleta msukosuko. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kuambia shetani sasa koma. Bwana apewe sifa. Biblia inatuambia kwamba wakati Wafilisti walipokuja, wana wa Israeli, Biblia inatuambia kwamba wao walitoroka. Hufai kumtoroka shetani ukiwa umejua Mungu wako ambaye unamtumikia ni nani. Bwana apewe sifa. Katika kitabu cha Danieli, Biblia inasema kwamba wanaojua, waliojua ama watakaojua Mungu wao watatenda makuu. Bwana apewe sifa. Those that knows their God well shall do exploits. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wana wa Israeli walipoona Wafilisti, Biblia inasema kwamba walitoroka. Lakini tunaona mtu mmoja ambaye aliyekuwa amemfahamu Mungu wake vizuri. Bwana apewe sifa. Hata akiwa mmoja, yeye alikataa kutoroka kwa sababu ya kumwamini huyo Mungu. Bwana apewe sifa. Sio lazima muwe wengi. Haleluya. Hata ukiwa peke yako, ukiwa umejengwa kwa imani ambayo iko na Yesu Kristo, Bwana apewe sifa, utatingiza shetani. Bwana apewe sifa. Haleluya. Huyu mmoja, Biblia inatuambia kwamba, tuendelee katika mstari wa ngapi? Tuko 23, tuko mstari wa 11, twende mstari wa 12. Bwana apewe sifa. Ila huyu alisimama katikati ya ile kole lile, akapigana, akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Bwana apewe sifa. Hebu hiyo mstari tusome. Mstari wa 10 ngapi? 12. Bwana apewe sifa. Samueli 23 mstari wa 12. Bwana apewe sifa. Unasemaje? Nani ameona kusomea Kikuyu? Unanicheka chere. Mstari wa 23 verses 11. Nani ameona? Verses 12. Inasemaje? Nani ameona huo mstari na Biblia ya Kikuyu? Mgeni ni wale ambao wako ndogo. Samueli wa Keri 23 ndio kwa mnegi. Sama rwamire mugode ngosho nakagati akigiria Filisti maukinye akihora akajopa alituma kunokamia mbona woneke. Oh, haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Biblia imesema kwamba naye Shama katikati ya hiyo shamba alisimama, na Biblia imetuambia kwamba alisimama akiwa peke yake. Bwana apewe sifa. Kwa sababu tayari tushasikia kwamba wana wa Israeli walipowaona Wafilisti wakija, wao wote walitoroka, wakamwacha Shama peke yake. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Na sasa nataka utazame kwamba wana wa Wafilisti wamekuja, wamejitayarisha ili kuiba, lakini wana wa Israeli wametoroka, wamemwacha mtu mmoja. Bwana apewe sifa. Kama huyu mtu ambaye hakuwa anafahamu Mungu wake vizuri, hata yeye angetoroka. Tunaona wana wa Israeli kwa kutokujua Mungu ambaye alikuwa amewatendea makuu. Bwana apewe sifa. Mungu aliyekuwa ametengeneza njia katika ziwa la Shama. Bwana apewe sifa. Mungu aliyekuwa ametenda miujiza mingi, hiyo miujiza yote hayakukumbuka. Hawakujua Mungu ambaye wanayemtumikia ana kiwango gani ya Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo wao wana adui, Biblia inatuambia kwamba wao walitoroka. Bwana apewe sifa. Lakini mtu mmoja aliyekuwa amefahamu vizuri kazi yake ni gani, aliyekuwa anafahamu vizuri Mungu anayemtumikia ni gani, Bwana apewe sifa. Haleluya. Akasimama kidete. Haleluya. Sasa mimi ninaona kwamba yeye aliamua
ni heri afe akiwa amesimama, ni heri afe akipigana na Wafilisti, lakini asitoroke Wafilisti. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kuna kitu ambacho anachokiangalia katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Vile umesimama na vile umemwamini. Bwana asifiwe. Kumwamini sio kuja kanisani. Unaweza kuwa unakuja kanisani kila wakati, lakini kuamini Mungu haujamwamini inavyostahili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Shama, Biblia inatuonyesha kwamba alikuwa amemjua Mungu wake vizuri, na Biblia imetuambia alipigana na hao adui akiwa mmoja. Haleluya. Hili linanikumbusha mambo ya Samsoni ambaye aliyoshika nini? Inaitwa shafu la nini? La punda, na akawapiga Wafilisti wengi sana. Hao tena pia tunaona Shama bado anapiga Wafilisti. Samsoni alikuwa anapigana na Wafilisti. Bwana asifiwe. Na akiwa ndani ya roho wa Bwana akaweza kuangamiza Wafilisti wengi sana. Tunamwona Shama akisimama. Ilikuwa inanitia moyo sana nikijua kwamba mimi nikiwa mmoja, nikiwa na imani, Bwana asifiwe, nitaweza kuangamiza jeshi kubwa la shetani kwa sababu ya kuamini. Bwana asifiwe. Wewe ukiwa mmoja, ukiwa umesimama imara katika neno la Bwana, utaweza kuangamiza shetani katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hizo nguvu nazo, hiyo uwezo wa Bwana unao. Shama ananifurahisha sana. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Biblia inaniambia kwamba Mungu akamshindania ili akaonyeshe wokovu wake kwa wana wa Israeli. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na hii najua habari ilimfikia mfalme Daudi, kwa sababu huyu alikuwa askari ambaye alikuwa wa kulinda Daudi. Kwa hivyo hata Daudi akajisihi kwamba mimi nina jeshi. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo tunaostahili kukaa wateule wa Bwana. Tunastahili kusimama imara tukiwa tunamjua Mungu wetu alivyo. Bwana asifiwe. Nguvu ambazo ametupa, uwezo ambayo wanao, shetani hafai kututisha. Bwana apewe sifa. Shetani hafai kukutisha. Shetani akitokea, simama imara. Bwana apewe sifa. Lakini ukitoroka, ukitoroka shetani atakuangamiza. Lakini ukisimama imara, Mungu ni lazima atatuma. Biblia imetueleza kwamba kando na kando ni malaika wa Bwana. Na sijui kama mshafanya hesabu, mimi nishafanya mahesabu yangu. Malaika mmoja ana uwezo wa kuangamiza zaidi ya watu 2000. Bwana apewe sifa. Malaika moja. Haleluya. Inachofaa tukiangalia tuone, wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, hakupeana malaika wengi, bali malaika moja ndiye alipeana. Bwana apewe sifa. Na akatenda hiyo kazi akiwa mmoja. Na hii Biblia imetueleza kwamba tumesingirwa na malaika. Bwana apewe sifa. Kando na kando, na hakika hata katika mkono wa malaika sisi tumewekwa hapo. Ili tusikaje tukajikoa katika jiwe lolote. Jiwe linamaanisha adui yote hawezi kukufikia kwa sababu uko katika mkono wa malaika. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kabla ufikiwe, malaika ndio atafikiwa. Bwana apewe sifa. Na kama hakuna jeshi lolote linaweza tengenezwa likaangamiza malaika, kwa hivyo hata wewe huwezi kufikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni lazima uwe na hiyo imani. Bwana apewe sifa. Na ndio maana Shama, kwa sababu ya kujua ati kwamba neno la Bwana linavyosema kwamba amesingirwa na malaika, kwa hivyo hakujiona akiwa peke yake katika hiyo vita. Haleluya. Kwa hivyo hata wewe wakati unapopigana, wakati vita inapokucha, usijione ukiwa peke yako. Kuna malaika ambayo Mungu huwatuma ili wakulinde. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio maana tunaona Shama akapigana midengu ambayo ilikuwa ni halali ya wana wa Israeli, lakini Wafilisti walikuwa wamekuja kama waizi. Shama akasimama. Bwana apewe sifa. Mambo yetu mengi ambayo shetani imekuja na ameiba. Haleluya. Na ni lazima tujijue sisi ni akina nani. Sio watu wa kuibiwa na shetani, kwa sababu shetani hana nguvu.
Bwana apewe sifa. Mimi hata huwa nafikiria saa ile shetani huwa anacheka. Akiona zile nguvu ambazo hatunazo lakini hazitutumii. Bali yeye anajua alishindwa miaka ya sidi 2000 over 2000 years ago. Yeye alishindwa na akanyaganywa funguo zote. Hana uwezo. Bali wakati wa leo bado anatutisha. Haleluya. Wakati mmoja nilipokuwa nasomea Mombasa, form 1 nilisomea Mombasa, na nikajua kitu kimoja. Waarabu, naona Waarabu wana mdomo sana. Anaweza kuja mpaka kama ni mama mpaka asimame hivi karibu hata atoe nguo akikutusi. Matusi yote anajua, wanajua kile matusi, na unaweza fikiria kwa sababu vile amekujia ati kwamba atakubomoa, atakupiga ngumi. Mmoja akafanya hivyo wakati nilikuwa form 1, akaja akaniletea matusi mpaka najua hiyo. Sasa mimi nilikuwa nimetoka bara, Kiswahili huko siwezi yani naye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo alimtusi kile tusi, lakini mimi nikapanda mori katika hiyo matusi, nikapanda mori. Bwana apewe sifa. Nikamrukia, nikamshika chini, akaanza kuinua mikono. Mimi sikuwa na ubaya, mimi sikuwa, nikashindwa. Kumbe ilikuwa mdomo, lakini nguvu za kupigana hana. Wakati sasa mimi nimepanda mori, ameinua mikono juu. Haleluya. Hivyo ndivyo shetani alivyo. Shetani hana nguvu. Shetani utaona ataleta vitu uone kama ana nguvu, lakini wewe ukisimama kama vile Shama alivyosimama katika shamba la hiyo nini, Edeni. Bwana apewe sifa. Akasimama na akajijaza na Roho Mtakatifu, akawapiga Wafilisti wote. Bwana apewe sifa. Shetani akija, ngoja akuje tu, simama aje, lakini wewe itisha nguvu kutoka mbinguni. Bwana apewe sifa. Ukifungua arsenal zako utaharibu na utamuona hapo tena. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sisi tuna nguvu na tuna uwezo katika jina la Yesu. Tukae kama Shama ambayo hakutoroka. Tusije watu wa kutoroka wakati shida ijapo. Tusikuwe watu wa kutoroka wakati ama kushikwa na uoga wakati magonjwa ijapo. Bwana apewe sifa. Magonjwa haina nguvu ndani ya mwili wako, kwa sababu mitihani ambayo Yesu alitwekwa 39, haleluya, ililipa hiyo gharama. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sisi ni washindi katika jina la Yesu. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Tusimame kama huyo askari hodari wa Daudi aliyekuwa anaitwa Shama. Mungu awabariki na Mungu atendee mema. Tusimame katika jina la Yesu.